na nzuri sana. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kutumia fursa hii kumshukuru sana ndugu yangu Mheshimiwa Daniel Silo, Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi na mbunge wa jimbo la Babati Vijijini. Mheshimiwa Naibu Waziri Daniel Silo ni mchapakazi, anafanya kazi za wizara kwa bidii na uadilifu, ni mnyenyekevu na mpambanaji kwa ajili ya maendeleo ya wapiga kura wake wa jimbo la Babati Vijijini. Naomba nitumie fursa hii kuwaomba wananchi wa Babati Vijijini kuhakikisha wanatumia haki yao ya kidemokrasia ya kumrudisha mpambanaji wao Daniel Silo bungeni hapa mwezi Oktoba mwaka huu. Mmepata kiongozi makini na mwenye uwezo mkubwa kwa maendeleo ya Babati Vijijini. Hongereni sana wana Babati. Mheshimiwa Naibu Spika, vile namshukuru kwa dhati Mheshimiwa Vita Rashid Kawawa, mbunge wa jimbo la Namtumbo na mwenyekiti wa kamati ya NUU, Mheshimiwa Vincent Paul Mbogo, mbunge wa jimbo la Nkasi Kusini, makamu mwenyekiti wa kamati ya NUU, na washukuru sana wajumbe wa kamati ya NUU na secretariat ya kamati ya NUU. Kamati ya NUU imekuwa na msaada mkubwa kwa serikali. Ushauri na maoni ya kamati siku zote yamelenga kuimarisha utekelezaji wa kazi za wizara. Asanteni sana kamati ya NUU kwa ushirikiano wenu. Mheshimiwa Naibu Spika, kipekee naishukuru familia yangu, mke wangu Jennifer Bashungwa na watoto wangu Santo, Solana, Sankara na Samora kwa kuniombea na kunipa upendo na ushirikiano mkubwa, na hivyo kunipa utulivu katika kusimamia majukumu ya wizara na kuweza kuwatumikia wananchi wa jimbo la Karagwe. Aidha, napenda kuwashukuru sana waajiri wangu, wananchi wa jimbo la Karagwe, kwa kunipa ushirikiano na kwa kufanya kazi kwa bidii, huku tukiwa wamoja na wenye nia thabiti ya kujenga ustawi mzuri kwa maendeleo ya wilaya yetu ya Karagwe. Tumepata miradi mingi sana na kwa kila sekta. Ilani ya Chama cha Mapinduzi imetekelezwa vyema chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Mwaka huu tunayo kazi moja tu, nayo ni kumpa mitano tena ya kishindo Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Mafanikio yaliyopatikana katika mwaka wa fedha 24-25. Mheshimiwa Naibu Spika, ndani ya nchi yetu tumeendelea kushuhudia uwepo wa amani, usalama, utulivu na mshikamano. Utendaji na ufanisi wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi pamoja na vyombo vya usalama vilivyo chini yake, na hali ya usalama inaendelea kuimarika na hatua zinachukuliwa mara moja pale matishio ya kiusalama yanapobainishwa. Mheshimiwa Naibu Spika, katika utekelezaji wa mpango na bajeti kwa mwaka wa fedha 24-25, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi imepata mafanikio mbalimbali. Naomba niseme machache kwa sababu ya muda. Taarifa ya kina kuhusu mafanikio haya inapatikana kwenye kitabu cha hotuba yangu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kipindi cha kuanzia Julai 2024 hadi Aprili 2025, Jeshi la Polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama limeweza kudumisha usalama, amani na utulivu, na hivyo kuifanya nchi yetu kuendelea kuwa kivutio kwa wawekezaji, wageni na watalii. Jeshi la Polisi limepokea magari 218 kwa ajili ya matumizi ya makamishna, naibu kamishna, makamanda wa polisi wa mikoa na vikosi, wakuu wa polisi wa wilaya na vitengo ndani ya Jeshi la Polisi. Halikadhalika, Jeshi la Polisi limepata pikipiki 105 kwa ajili ya polisi kata na shehia. Upatikanaji wa magari na pikipiki utaimarisha utolewaji wa huduma kwa wananchi. Kupitia Idara ya Uhamiaji, tunajivunia kuwezesha uingiaji wa wageni nchini na kuongezeka kufikia wageni 1,839,342 katika kipindi cha Julai 2024 hadi Aprili 2025, ikilinganishwa na wageni 511,243 walioingia nchini kwa kipindi kama hicho miaka minne iliyopita. Hizi ni juhudi kubwa zilizofanywa na serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia mikakati mbalimbali ikiwemo filamu ya Loyotua. Mheshimiwa Naibu Spika, bajeti ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi imeongezeka kutoka shilingi bilioni 939.08 mwaka wa 2021-22 hadi kufikia shilingi trilioni 2.06
mwaka huu tunaoomba wa 2025-26 sawa na ongezeko la 120%. Namshukuru kwa dhati Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuongeza bajeti ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi na hivyo kuendelea kuboresha utendaji na kuongeza ufanisi katika kutoa huduma kwa wananchi. Serikali imewezesha Jeshi la Magereza kutumia nishati safi katika magereza yote 129 nchini kwa ajili ya kupikia chakula cha wafungwa na mahabusu magerezani. Utekelezaji huu ni sawa na 100% ya lengo la kupeleka nishati safi kwa magereza yote nchini. Hivi sasa magereza 66 kati ya magereza 129 yanatumia huduma ya mahakama mtandao. Huduma ya mahakama mtandao kwa magereza 63 yaliyobaki itakamilika mwaka 2028-2029. Utolewaji wa huduma hiyo umesaidia kuharakisha usikilizaji wa mashauri ya mahabusu, kupunguza gharama kwa serikali katika usafirishaji wa wafungwa na mahabusu, kuokoa muda wa kusikilizwa mashauri ya wafungwa na mahabusu na upatikanaji wa haki kwa wakati. Kwa upande wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, tumenunua mitambo na vifaa vya kuzima moto na uokoaji vyenye thamani ya milioni 100 za Kimarekani. Hadi kufikia Aprili 2025, Wizara kupitia Jeshi la Zimamoto na Uokoaji imepokea magari 40 ya kubebea majeruhi wa majanga, magari 30 ya mawasiliano na kuongoza operation za kuzima moto na uokoaji, pamoja na karakana 6 zinazohamishika kwa ajili ya matengenezo ya magari na mitambo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha Julai 2024 hadi Aprili 2025, serikali ya awamu ya 6 imefanikiwa kuzalisha jumla ya vitambulisho vya taifa 1,243,105 na kufanya jumla ya vitambulisho vilivyozalishwa kufikia 1,023,874 sawa na 99% ya idadi ya namba za vitambulisho 21,514,741 zilizozalishwa. Aidha, katika kipindi tajwa jumla ya vitambulisho 1,092,160 vimesambazwa kwa wananchi na kufanya jumla ya vitambulisho vilivyosambazwa kufikia 1,191,598. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba niokoe muda kwa kufanya rejea ya maeneo matano ya vipaumbele katika bajeti ya mwaka 25-26. Vipaumbele vimeelezwa katika aya ya 27 ya kitabu changu cha hotuba. Kuhusu uhalifu wa kimtandao, yani cyber crimes. Mheshimiwa Naibu Spika, ulaghai mitandaoni na matumizi yasiyo sahihi ya teknolojia na uhalifu wa kimtandao ni changamoto katika jamii yetu hivi sasa. Naomba nitumie nafasi hii kuwaahidi Watanzania kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vilivyo chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa kushirikiana na vyombo vingine tutapambana nalo usiku na mchana ili kukomesha kukithiri kwa uhalifu mitandaoni. Tunatambua shida kubwa inayowapata wananchi katika suala hili la ulaghai, wizi na matumizi yasiyo sahihi ya mitandao. Katika bajeti tunayoomba ipitishwe na Bunge leo kwa mwaka wa 25-26, shilingi bilioni 2.3 zimetengwa kwa ajili ya kugharamia upatikanaji wa taarifa za upelelezi wa makosa jinai sanjari na kufanya operesheni za uhalifu wa kifedha. Mheshimiwa Naibu Spika, ninampongeza Mheshimiwa Jerry Silaa Mbunge, Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari na TCRA na watumishi wa wizara kwa ujumla kwa ushirikiano katika kupambana na uhalifu wa matumizi hasi katika mitandao. Natoa wito kwa wananchi kutumia mitandao na mifumo ya teknolojia kuboresha hali ya maisha na maendeleo ya nchi na si vinginevyo. Tumejipanga vyema kuimarisha mashirikiano hasa kupitia Jeshi la Polisi na TCRA kupambana na ujambazi huu mitandaoni. Mheshimiwa Naibu Spika, operation iliyofanywa na Jeshi la Polisi kwa kushirikiana na TCRA katika wilaya za Ifakara, Sumbawanga, Kinondoni, Ilala, Mbeya mjini, Arusha mjini na Singida mjini imewezesha kukamatwa kwa watumiwa 66. Natoa pongezi kwa Jeshi la Polisi kwa kufanya operesheni hiyo. Na ninaagiza operesheni hizi ziwe endelevu na doria mtandaoni kwa maana ya online patrol
ziimarishwe ili kudhibiti matumizi yasiyo sahihi ya mitandao. Kuhusu usalama barabarani, Mheshimiwa Naibu Spika, matukio ya ajali barabarani yanatokana na makosa ya binadamu, hususan uzembe wa madereva, uendeshaji hatari na mwendo kasi. Wizara kupitia Jeshi la Polisi imeandaa mikakati ya kudhibiti matukio ya ajali barabarani kama ilivyoelekezwa na Desemba mwaka 2024. Mikakati na maelezo ya kina kuhusu matumizi ya teknolojia katika kupambana na ajali barabarani pamoja na uhalifu kwa ujumla ni kama yalivyoelezwa katika aya ya 42 mpaka ya 45 ya kitabu cha hotuba yangu. Kuhusu polisi jamii, ushirikishwaji wa wananchi katika kubaini, kuzuia na kutanzua uhalifu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kutambua kuwa usalama wa jamii ni jukumu la pamoja, wizara kwa kushirikiana na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake, Makundi Maalum, Wizara ya Afya na Wizara ya Katiba na Sheria tunatekeleza mipango ya kitaifa na kimataifa ya kupambana na ukatili wa kijinsia na unyanyasaji dhidi ya watoto. Wizara inashirikiana na mashirika yasiyo ya kiserikali katika kutokomeza ukatili dhidi ya watoto, wanawake na watoto. Aidha, Jeshi la Polisi kwa kushirikiana na maafisa maendeleo ya jamii limetoa mafunzo kwa viongozi wa kijamii ili kuwajengea uwezo wa kutambua, kutoa taarifa na kuzuia vitendo vya ukatili katika maeneo yao. Katika mwaka wa fedha 25-26, shilingi bilioni 30 zimetengwa kwa ajili ya mafunzo kwa watendaji, ikiwemo kutoa elimu kuhusu namna ya kushughulikia ukatili wa kijinsia na unyanyasaji kwa wanawake na watoto. Mheshimiwa Naibu Spika, ujenzi na ukarabati wa vituo 31 vya polisi unaendelea kwa gharama za shilingi bilioni 5.52 kama ilivyoelezwa katika aya ya 58 hadi 60 ya kitabu changu cha hotuba. Katika kuongeza ufanisi wa utoaji huduma kwa wananchi, Jeshi la Polisi limepokea shilingi bilioni 34.78 kwa ajili ya ununuzi wa magari 275 ya wakuu wa upelelezi wa mikoa, wakuu wa vikosi vya kutuliza ghasia na wakuu wa upelelezi wa wilaya. Taratibu za ununuzi zinaendelea. Mheshimiwa Naibu Spika, upatikanaji wa magari hayo mapya na ya kisasa utarahisisha utendaji kazi wa Jeshi la Polisi na kutoa huduma kwa ufanisi kwa wananchi. Magari hayo yanatarajiwa kupokelewa mwisho wa mwezi Juni, yaani mwezi kesho. Katika mwaka wa fedha 25-26, jumla ya shilingi bilioni 194.95 zimetengwa kwa ajili ya ununuzi wa vitendea kazi vya Jeshi la Polisi. Mheshimiwa Naibu Spika, magari haya ni nyongeza ya magari 218 yaliyopokelewa mwezi Machi na Aprili mwaka huu 2025 kwa ajili ya matumizi ya makamishna, naibu kamishna, makamanda wa polisi wa mikoa na vikosi, wakuu wa polisi wa wilaya na vitengo ndani ya Jeshi la Polisi. Mheshimiwa Naibu Spika na waheshimiwa wabunge, kwa idadi hii na viwango hivi vya vitendea kazi, wananchi wetu wasiwe na wasiwasi. Serikali inaendelea na jitihada za kuimarisha usalama wa wananchi wetu na mali zao ili wananchi waendelee kuishi kwa amani ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, natoa wito kwa wananchi kushirikiana na Jeshi la Polisi katika kuimarisha usalama ndani ya jamii yetu, mijini na vijijini. Watanzania tushikamane kulinda nchi yetu dhidi ya maadui wa nje na ndani. Adui dhidi ya nchi yetu na adui dhidi ya nchi yeyote na nchi yetu ikiwemo, hasa kwenye karne hii ya 21, sio mpaka akudhuru kwa kutumia vifaru kuhesabika ni mvamizi wa nchi. Adui anaweza kuleta madhara na kuvuruga amani kwa kutumia magenge ya wanaharakati kama ambavyo tuliona siku za hivi karibuni. Ukitaka kujua machungu ya amani ikipotea,
Angalia nchi zilizo kwenye machafuko ya kuvunjika kwa amani sehemu mbalimbali duniani, hata hapa kwenye bara letu la Afrika. Ndugu wa Tanzania wenzangu, hatutakubali kamwe. Tutaendelea kuchukua hatua na kwa mujibu wa sheria kulinda amani na utulivu uliopo ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, Shirika la Uzalishaji Mali la Polisi limeendelea na utekelezaji wa miradi ya kimkakati ikiwemo mradi wa miji salama yani Safer Cities. Maandalizi ya utekelezaji wa mradi huo kwa awamu ya kwanza yamekamilika, ikiwemo kubainisha maeneo yatakayofungwa kamera 4100 katika mikoa ya Arusha, Dar es Salaam na Dodoma. Mradi utagharimu dola za Kimarekani milioni 145.2. Hadi kufikia Aprili 2025, dola za Marekani milioni 80 sawa na takriban bilioni 231.07 zimetolewa kwa shirika hilo kupitia mkopo wa gharama nafuu kutoka Abu Dhabi Export Office yani ADEX. Fedha hizo zitatumika kutekeleza awamu ya kwanza ya mradi katika mikoa hiyo mitatu niliyoitaja. Mheshimiwa Naibu Spika, kuhusu hali ya ulinzi na usalama magerezani. Kama ambavyo nimetaja kwenye mafanikio ya Jeshi la Magereza, moja ya mafanikio makubwa tuliyoyapata chini ya Jeshi la Magereza ni kupungua kwa msongamano wa magereza kwa 20%. Katika kuimarisha matumizi ya tehama, Jeshi la Magereza limepokea makasha 10 kutoka Mahakama ya Tanzania. Tunaishukuru sana Mahakama ya Tanzania. Makasha hayo yamefungwa vifaa vitakavyowezesha utoaji wa huduma za mahakama kwenye magereza 10 nchini. Hatua hii ni mwendelezo wa kuimarisha huduma hiyo ambayo ilishaanza kutolewa katika vituo vya magereza 66 kati ya 129. Aidha, huduma ya mahakama mtandao kwa magereza 63 yaliyobaki itakamilika mwaka 2028-29. Jitihada hizi za kurahisisha upatikanaji wa haki ni miongoni mwa utekelezaji wa maelekezo ya Tume ya Haki Jinai iliyoundwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Naibu Spika, matumizi ya utekelezaji wa huduma ya mahakama mtandao magerezani yamesaidia kuipunguzia gharama serikali za kuwasafirisha mahabusu na wafungwa kwenda mahakamani kwa kutumia magari, kuokoa muda wa kusikilizwa mashauri ya wafungwa na mahabusu na upatikanaji wa haki kwa wakati. Mheshimiwa Naibu Spika, Jeshi la Magereza limeanza kutumia fursa za programu ya urasimishaji wa ujuzi unaopatikana nje ya mfumo rasmi wa mafunzo. Programu hiyo inatolewa kwa kushirikiana na Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi yani VETA. Kuanzia Julai 2024 hadi Aprili 2025, jumla ya wafungwa 201 wamenufaika na programu hiyo na kutunukiwa vyeti vya ujuzi katika fani mbalimbali. Mheshimiwa Naibu Spika, hatua hii ni mafanikio ya maboresho ya huduma za urekebu ambazo zitasaidia utangamano wa wafungwa katika jamii na kupunguza urudiaji wa makosa kwa wafungwa hao. Wizara itashirikiana na Ofisi ya Rais TAMISEMI kuwasaidia wapate mitaji kupitia mikopo ya 10%. Hata maboresho haya, Mheshimiwa Spika, ni utekelezaji wa maelekezo ya Tume ya Haki Jinai kwa Jeshi la Magereza. Natoa rai kwa jamii yetu ya Watanzania kuwa tayari kuwapokea na kuwapa ushirikiano wafungwa wanaomaliza vifungo vyao. Mheshimiwa Naibu Spika, Shirika la Magereza linatekeleza majukumu yake ya msingi ya uzalishaji ikiwemo shughuli za viwanda vidogo, ujenzi na uchimbaji madini. Uzalishaji huo umewezesha ukusanyaji wa mapato ghafi ya jumla ya shilingi bilioni 16.22 kwa kipindi cha Julai 2024 hadi Aprili 2025. Utekelezaji wa shughuli za miradi ni kama ilivyobainishwa katika aya ya 114 hadi 121 ya kitabu changu cha hotuba. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2025/26 Shirika la Magereza litaendelea kutangaza fursa za uwekezaji zilizopo kwenye maeneo yake, ikijumuisha takribani ekari 42 zinazofaa kwa kilimo, ufugaji, uchimbaji wa madini
na ujenzi wa miundombinu ya biashara. Natumia nafasi hii kuwakaribisha wawekezaji ndani na nje ya nchi kwa ajili ya kushirikiana na shirika la magereza katika uwekezaji kupitia fursa lukuki walizonazo kwa lengo la kupunguza utegemezi wa ruzuku kwa jeshi la magereza na ili jeshi la magereza liweze kuchangia kwenye uchumi wa taifa letu kwa kiasi kikubwa kuliko ilivyo hivi sasa. Kuhusu jeshi la zimamoto na uokoaji. Mheshimiwa Naibu Spika, katika jitihada za kukabiliana na changamoto za utoaji wa huduma bora kwa wananchi, serikali kupitia jeshi la zimamoto na uokoaji inatekeleza mradi wa ununuzi wa mitambo na vifaa vya kuzima moto na uokoaji wenye thamani ya dola milioni 100. Hadi kufikia Aprili, kwa maana ya mwezi uliopita mwaka huu, jeshi la zimamoto na uokoaji limepokea magari 40 ya kubebea wagonjwa, magari 30 ya mawasiliano na kuongozea operesheni za kuzima moto na uokoaji, karakana 6 zinazohamishika kwa ajili ya matengenezo ya magari na mitambo, gari moja la kubebea maji, mitambo 2 ya kuvuta magari mabovu yaliyopata ajali, shehena ya vifaa vya kuzima moto na uokoaji pamoja na miundombinu ya mawasiliano. Mheshimiwa Naibu Spika, kazi ya kufanya mageuzi ya jeshi la zimamoto na uokoaji haijaishia hapo. Mwisho wa mwezi huu, kwa maana ya wiki hii, tunatarajia kupokelewa kwa boti moja ya kuzima moto na uokoaji, magari 5 ya kubeba maji, gari moja la uokoaji, mitambo 2 ya kuvuta magari mabovu na yaliyopata ajali, shehena za vifaa vya kuzima moto na uokoaji pamoja na miundombinu ya mawasiliano. Mheshimiwa Spika, vifaa na magari mengine zaidi ya hizi bachi ambazo nimezitaja ambazo tumepokea na tutapokea wiki hii, vifaa na magari mengine yatapokelewa mwezi Agosti na Disemba mwaka huu, ikiwemo magari 149. Mheshimiwa Naibu Spika, magari 149, boti 22 za kuzima moto na uokoaji, magari 5 ya kubebea maji, magari 3 ya kukabiliana na matukio ya kemikali hatarishi, shehena ya vifaa vya miundombinu ya mafunzo ya uokoaji na uzimaji moto na helikopta 1. Mheshimiwa Naibu Spika, upatikanaji wa mitambo, vifaa vya kuzima moto na uokoaji pamoja na kutolewa kwa fedha za ukamilishaji wa miradi na ujenzi wa vituo vya zimamoto na uokoaji ni miongoni mwa mafanikio makubwa ya serikali ya awamu ya 6. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuliwezesha jeshi la zimamoto na uokoaji kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Ni ukweli usiopingika kwamba jitihada tunazoendelea nazo zitawezesha jeshi la zimamoto na uokoaji liwe la kisasa na la viwango vya kimataifa. Mheshimiwa Naibu Spika, kuhusu idara ya uhamiaji. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuendelea na mapambano dhidi ya uhamiaji haramu nchini kupitia kampeni ya Mjue Jirani Yako, katika mwaka wa fedha 25-26, wizara kupitia idara ya uhamiaji itaendeleza ushirikiano na nchi mbalimbali hususan zenye idadi kubwa ya wahamiaji haramu kwa lengo la kubadilishana uzoefu, kuweka mikakati ya kukabiliana na wahamiaji haramu, kukuza mahusiano na kubadilishana taarifa. Naomba kutoa rai kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa kwa idara ya uhamiaji pale wanapowatilia mashaka wageni waliofika kwenye maeneo yao, ili kuhakikisha wageni wanaoingia nchini wanafuata sheria, kanuni na taratibu za ukazi wao. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 25-26, wizara kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama itaendelea kuimarisha udhibiti wa wahamiaji haramu. Aidha, idara ya uhamiaji imejipanga kimkakati kwa kushirikiana na makundi mbalimbali ya wananchi, ikiwemo watendaji wa kata na shehia, wenye viti wa vijiji na mitaa, pamoja na viongozi wa vitongoji, dini na kimila, ili wadau hawa muhimu sana wawe ni sehemu ya kuelimisha jamii kuhusu namna ya kumtambua mhamiaji au mgeni katika maeneo yao, hususan katika mikoa ya pembezoni. Mheshimiwa Naibu Spika, kuhusu mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA. Mheshimiwa Naibu Spika, kupitia NIDA wizara imedhamiria kukamilisha usajili wa watu takribani milioni 6.
ambao bado hawajasajiliwa kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022 katika kipindi cha miaka mitatu. Mheshimiwa Naibu Spika, tumejiwekea miaka mitatu, angalau kila mwaka target ya milioni 2 ili hawa watu milioni 6 ambao bado hawajapata usajili wa NIDA kwa kipindi cha miaka mitatu kuanzia mwaka huu. Tunaomba bajeti wa 25-26 mpaka 27-28 tuwe tumekamilisha zoezi la Tanzania wote wenye sifa kwa mujibu wa sensa, tuwe tumewasajili na wana vitambulisho vya NIDA. Kati ya malengo hayo ya miaka mitatu, katika mwaka huu wa fedha 25-26 tunaouomba, shilingi bilioni 3.24 zimetengwa kwa ajili ya kuendelea na usajili na utambuzi wa watu takribani milioni 2.4 wenye umri wa kuanzia miaka 18 na kuendelea. Watu waliosajiliwa na kutambuliwa tangu kuanza kwa usajili na utambuzi wamefikia milioni 25,854,970, sawa na 82% ya watu milioni 31,582,976 wenye umri wa kuanzia miaka 18 kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022. Mheshimiwa Naibu Spika, kutokana na changamoto ya wananchi kubadilisha taarifa zao katika kanzidata ya NIDA, mwongozo maalum umeandaliwa kwa ajili ya kurahisisha marekebisho ya taarifa za wananchi zilizopo katika rejista ya NIDA. Naielekeza NIDA kuendelea kutoa elimu kwa umma kuhusu taratibu zinazotakiwa kufuatwa ili kuwezesha wananchi kufanya marekebisho ya taarifa binafsi katika mfumo wa NIDA. Mheshimiwa Naibu Spika, NIDA inaendelea kuboresha huduma zake za usajili na utambuzi, ambapo kwa sasa namba ya utambulisho inapatikana ndani ya siku 5 baada ya mwombaji kusajiliwa, na kitambulisho kitatoka ndani ya siku 21 tangu kusajiliwa. Tunatambua lipo kundi dogo la wanafunzi wa elimu ya juu ambao hawajafikia umri wa miaka 18. Kundi hilo litapata namba za utambulisho, yani jamii namba, baada ya kuanza usajili wa watu wenye umri wa chini ya miaka 18. Mheshimiwa Naibu Spika, nalisema hili kwa sababu hili liko kisheria. Sheria ya sasa inataka mtu mwenye umri wa miaka 18 na kuendelea ndio apate kitambulisho cha NIDA. Lakini kwa sababu kwenye bajeti hii tumeomba fedha kwa ajili ya kuanza kusajili kuanzia mtoto anapozaliwa mpaka umri wa miaka 18 na umaalumu na uhitaji wa wanafunzi wa vyuo vya juu na kati, bajeti hii tutaanza nao katika kuwasajili wakiwa underage ili waweze kupata hivi vitambulisho. Tumetenga fedha maalum katika bajeti hii ninayowasilisha ili zoezi hili lianze mara moja baada ya kupitishwa bajeti hii. Mheshimiwa Naibu Spika, nitoe rai kwa wanafunzi wote wanaotarajia kujiunga na vyuo vya elimu ya juu na kati waliofikisha umri wa miaka 18 na kuendelea kujitokeza kusajiliwa na kupata namba ya utambulisho wa taifa mapema ili kupunguza taarifa wanazowasilisha NIDA zinafanana na taarifa zao za kitaaluma, hususan majina. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali inaendelea na utekelezaji wa kuwezesha matumizi ya namba moja ya utambulisho katika kutoa huduma kwa wananchi. Mpango huo ni utekelezaji wa maelekezo ya Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Jamii namba itatolewa kwa watu wote chini ya miaka 18 na kwa wageni wanaoingia nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, jamii namba hiyo itamtambulisha mtu wakati wa kupata huduma mbalimbali zinazotolewa na taasisi za serikali na binafsi ndani ya nchi, kuanzia anapoipata hadi anapofariki. Jamii namba hii itaongeza ufanisi katika kuwahudumia wananchi kwa kuwaondolea usumbufu wa kurudia kuwasilisha taarifa na nyaraka wakati wa kupata huduma. Utekelezaji huu ni katika kuzingatia azima ya Mheshimiwa Rais ya kuondoa usumbufu kwa wananchi wakati wa kupatiwa huduma, kuondolea mzigo wa kuwa na vitambulisho vingi kwa ajili ya utambuzi na kuwa na utambulisho mmoja mahali pote. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 25-26 jumla ya bilioni 11.34 zimetengwa kwa ajili ya kuanza zoezi la majaribio ya kutoa jamii namba ili kuwasajili na kuwatambua watu 235,826 wenye umri chini ya miaka 18 kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022.
Majaribio hayo yatafanyika katika wilaya za Kusini Unguja, wilaya ya Kilolo Iringa na wilaya ya Rungwe Mbeya. Na baada ya hapo tutaendelea maeneo mengine ya nchi. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kipindi kirefu NIDA imekuwa ikikabiliwa na changamoto ya utoaji huduma duni kwenye wilaya zote nchini. Na waheshimiwa wabunge, najua changamoto ambazo wananchi wetu wanazipata, mmekuwa mkifuatilia haya mambo hapa bungeni, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, lakini mnaona ni namna gani bajeti hii tumejipanga kwa ajili ya kwenda kutatua changamoto zote ambazo zilikuwa zinawapata wananchi kwenye utoaji wa huduma za NIDA. Changamoto hiyo ilitokana na ukosefu wa vitendea kazi, uhaba wa watumishi na urasimu usiokuwa na sababu za msingi. Lakini swala la urasimu, naomba nitumie nafasi hii kumpongeza mtendaji mkuu wa NIDA ndugu yetu Kaji. Ameingia akiwa amenyoka na reforma mzuri. Kwa hiyo niwahakikishie waheshimiwa wabunge pamoja na Watanzania, Mheshimiwa Rais kupitia bajeti hii anatuwezesha kuongeza vitendea kazi kwa ajili ya NIDA, lakini kuongeza ikama ya watumishi, lakini tunaye mtendaji mkuu wa taasisi ambaye amekaa pale kimkakati kuhakikisha tunafanya reform sahihi ya kuhakikisha NIDA inatoa huduma nzuri kwa Watanzania. Katika kukabiliana na changamoto hiyo, jumla ya shilingi bilioni 45.2 zimetengwa kwa mwaka wa fedha 25-26 kwa ajili ya kuboresha mazingira ya ofisi kwa kununua vitendea kazi, ikiwemo ununuzi wa magari 140 hajapata kutokea kwa ajili ya shughuli za usajili na utambuzi. Kwa hiyo niwaombe waheshimiwa wabunge kwenye hili eneo na mengine ambayo tumeomba, nyinyi tupitisheni tu alafu muone kazi ikiendelea. Mheshimiwa Naibu Spika, kuhusu uhalifu wa usafirishaji haramu wa binadamu. Uhalifu wa usafirishaji haramu wa binadamu unaathiri zaidi watoto na wanawake. Jumla ya wahalifu 19 wanaojihusisha na usafirishaji haramu wa binadamu walikamatwa na kufikishwa mahakamani. Katika kuimarisha mapambano dhidi ya uhalifu huo, serikali imefanya maboresho ya sheria ya kuzuia usafirishaji haramu wa binadamu sura ya 432 ili kuongeza ufanisi katika utekelezaji wake. Tumie nafasi hii kutoa onyo kwa watu wote wanaojihusisha na usafirishaji haramu wa binadamu kuacha mara moja. Serikali itaendelea kuchukua hatua kwa watu watakaojihusisha na uhalifu huo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 25-26 kazi zitakazotekelezwa na wizara katika kuzuia na kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu zimeelezwa kwa kina kwenye kitabu cha hotuba yangu. Jumla ya shilingi bilioni 2.04 zimetengwa katika mwaka wa 25-26 ili kutekeleza kazi hiyo. Mheshimiwa Naibu Spika, shukrani. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kutumia fursa hii kuwashukuru ndugu yangu Ali Gugu, Katibu Mkuu wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, na Dr. Maduhu Kazi, Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, kwa ushirikiano wanaonipatia mimi pamoja na Mheshimiwa Naibu Waziri katika kusimamia utekelezaji wa majukumu ya wizara. Mheshimiwa Naibu Spika, pia nawashukuru na kuwapongeza wakuu wa vyombo vya usalama vilivyo chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa kuhakikisha uwepo wa amani na utulivu nchini na kuwezesha wananchi kutekeleza shughuli zao kijamii na kiuchumi wakiwa na utulivu. Viongozi hawa naomba niwataje: Inspekta Jenerali wa Jeshi la Polisi Camillus Wambura, Kamishna Jenerali wa Jeshi la Magereza Jeremiah Katungu, Kamishna Jenerali wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji John Masunga, Kamishna Jenerali wa Uhamiaji Dr. Anna Makakala, na namshukuru Mkurugenzi Mkuu wa Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa ndugu James Kaji. Mheshimiwa Naibu Spika, vilevile nawashukuru wenyeviti wote na wajumbe wa bodi za mashirika yaliyopo chini ya wizara pamoja na kamati za kitaifa zinazoratibiwa na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa ushauri na utendaji kazi wa ufanisi. Ninawashukuru watumishi wote wa wizara na vyombo vilivyopo chini ya wizara. Asanteni sana watumishi raia
maafisa, askari wote, rank and file, kwa kufanya kazi kwa juhudi na weledi. Mafanikio haya niliyotaja na kazi nzuri ya Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan yamewezekana kwa sababu mmefanya kazi nzuri kila mmoja wenu katika eneo lake. Ninawashukuru sana. Ninawaomba muendelee kufanya kazi kwa moyo huo huo wa kujituma bila kuchoka na kwa uzalendo wa hali ya juu. Mheshimiwa Naibu Spika, nazishukuru taasisi za dini na zisizo za kidini kwa kuendelea kushirikiana na wizara katika kuhamasisha amani na utulivu nchini. Naishukuru sekta ya habari kwa ushirikiano wanaotoa kwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi na serikali kwa ujumla. Naomba kurejea wito alioutoa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tarehe 5 Mei mwaka huu 2025 wakati wa utoaji wa tuzo za Samia Kalamu Awards jijini Dar es Salaam, ambapo alisema, na ninanukuu, "Zungumza, sema, chambua, lakini uzalendo uwepo. Hapa ndipo ulipozaliwa, hapa ndipo ulipotoka na utakapomalizikia," kwa maana ya kuipenda nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na jitihada hizi endelevu za kuvutia wageni kutoka nje ya nchi kwa sababu mbalimbali ikiwemo kuvutia uwekezaji na kwa kutambua nchi yetu sio kisiwa kwa wageni wale wachache au kundi watakaopanga kuja nchini kwa nia ovu ya kuhatarisha amani, hatutakuwa na muhali nao. Wageni hawa waovu hawana nafasi hapa nchini kwetu. Naipongeza idara ya uhamiaji kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama kwa utimamu wao katika kudhibiti wageni haramu wa aina niliyoitaja. Na wale wageni wanaoingia nchini kwa kibali fulani na wakishaingia kwenye jamii yetu wanafanya mambo ambayo ni kinyume na kibali walichoidhinishiwa wakati wanaingia, wageni hawa ni wahalifu kama wahalifu wengine. Watashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Naibu Spika, nawashukuru wananchi wote kwa ujumla na niwasihi tena kujiepusha na vitendo vya uvunjifu wa amani. Natoa wito kwa Watanzania kuwa wazalendo. Tusikubali kwa hali yeyote ile kutumika au kuwa sehemu ya hila ya aina yoyote ya kusaliti nchi yetu. Tuipende nchi yetu mama Tanzania. Hakuna Tanzania nyingine zaidi ya hii tulionayo. Ni wajibu wa kila Mtanzania kushiriki katika ulinzi wa amani na usalama wa nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuhitimisha, naomba nisome makadirio ya ukusanyaji wa maduhuli kwa mwaka wa fedha 25-26 kwa maana ya malengo yetu. Katika mwaka wa fedha 25-26, wizara imepanga kukusanya jumla ya shilingi bilioni 428 ikiwa ni ongezeko la shilingi bilioni 24.7 kutoka shilingi bilioni 403.3 kwa mwaka wa fedha 24-25, sawa na ongezeko la 6.12. Miongoni mwa mikakati iliyowekwa na wizara kufikia lengo hilo ni kuimarisha huduma za uhamiaji mtandao kwa maana ya immigration, kuimarisha matumizi ya mifumo ya kielektroniki na ununuzi wa vitendea kazi vya kisasa. Mheshimiwa Naibu Spika, maombi ya fedha kwa mwaka wa 25-26. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba bunge lako liidhinishe bajeti ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa mwaka wa fedha 25-26 ya jumla ya shilingi trilioni 2 bilioni 67 milioni 161,717,017. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 701 milioni 703,184 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo na shilingi bilioni 950 milioni 318,192,000 ni mishahara na shilingi bilioni 415 milioni 140,341,000 ni fedha za miradi ya maendeleo. Kati ya fedha za maendeleo shilingi bilioni 388 milioni 610,747 ni fedha za ndani
na shilingi bilioni 26,529,594,000 ni fedha za nje. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa hoja. Asante sana.